Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Leo tunaangaza orodha ya waigizaji 6 ambao walifanya vizuri kweli kweli katika nchi ya China miaka ya nyuma na duniani kote. Hakika walivyokuwa zamani utakwenda kuwatazama, lakini pia walivyokuwa hivi sasa utakwenda kuwatazama. Pengine picha za mwaka huu wa 2025 utaweza kuwahurumia na kutokwa na machozi. Jet Li anasikitisha kweli kweli alivyokuwa zamani na alivyo hivi sasa. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe tazama video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuwajua vizuri na kuwatazama waigizaji hawa ambao walifanya vizuri miaka ya nyuma na hivi sasa jinsi walivyo. Na bila kupoteza muda, tunamwanza mwigizaji huyu ambaye alifanya vizuri kweli kweli miaka ya nyuma. Watu wengi wanamfahamu. Anaitwa Bolo Yang, mmoja ya mwigizaji ambaye alifanya vizuri zaidi katika nchi ya China. Aliopenda sana kucheza nafasi ya uadui ama jambazi. Huyu ni mzaliwa wa Julai 3 mwaka 1946. Hivi sasa na umri wa miaka 79. Na sehemu alipozaliwa ni Mezhou nchini China. Huyu Bolo Yang, watu wengi wanamfahamu katika picha mbalimbali ambazo amezicheza kama Blood Sports, lakini pia nyingine nyingi. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, huyu unemtazama hapo ndio Bolo Yang wa miaka nyuma. Amejazia, yuko vizuri kweli kweli, ana afya bora sana. Lakini katika mwaka huu wa 2025, sasa huyu ndio Bolo Yang wa mwaka 2025. Unaweza ukasema kwamba hawa ni watu wawili tofauti, lakini uweze amini, huyu ni mtu mmoja. Bolo Yang hivi sasa na miaka 79. Kwa maana yake umri umeenda kweli kweli. Ana utafuta mwaka wa 80. Moja ya mtu ambaye alifanya vizuri sana miaka ya nyuma, lakini hivi sasa tayari nguvu na kila kitu chake hana. Anaendelea kuishi maisha yake ya ustaa uzeeni. Huyo ndio Bolo Yang alivyo hivi sasa. Mwigizaji namba 2 ambaye alifanya vizuri zaidi miaka ya nyuma kutoka pale nchini China anaitwa Yuan Biao. Naam, kwa wapenzi wengi wa filamu wanamfahamu, huyu ni mwana martial artist Yuan Biao ambaye alikuwa anapenda sana kucheza movie akiwa yeye, Jackie Chan pamoja na Sammo Hung. Walikuwa wakipenda sana kucheza filamu kwa pamoja. Yuan Biao huyu ni mzaliwa wa tarehe 26 Julai ya mwaka 1957. Hivi sasa na umri wa miaka 68. Na hii picha ambayo unatazama hivi sasa hapo katika screen yako ni Yuan Biao akiwa bado kijana mdogo kabisa. Lakini na hii picha ambayo unatazama hivi sasa tena, huyu ni Yuan Biao ambaye hivi sasa mwaka 2025 anaonekana kwa muonekano huu. Hakika dunia inaenda kasi kweli kweli. Huyu ndio Yuan Biao ambaye alitikisa pale nchini China na ulimwengu wa filamu kwa ujumla. Lakini hivi sasa anaonekana kwa namna hii. Yuan Biao, mwigizaji namba 3 ambaye alifanya vizuri nchini China na mpaka leo yupo duniani, anaendelea kula maisha ya ustaa wake, anaitwa Jack Chan. Naam, huyu watu wengi wanamfahamu kwa ubora wa kazi zake, lakini pia vichekesho vyake ndani ya filamu mbalimbali. Huyu bwana Jack Chan alizaliwa April 7 mwaka 1954. Hivi sasa na umri wa miaka 71. Huyu alizaliwa pale Hong Kong. Na huyu bwana Jack Chan ni mkubwa, anamzidi Yuan Biao. Hivyo hawa walikuwa ni marafiki kweli kweli. Na kumbe katika combination yao ya watu watatu, Sammo Hung, Yuan Biao pamoja na Jack Chan, huyu Yuan Biao alizidiwa na Jack Chan. Kwa hivyo Jack Chan ni mkubwa kwa Yuan Biao. Hii picha ambayo nitazama hapo ni Jack Chan wa zamani akiwa bado kijana, bado barobaro kabisa. Na hii nyingine ambayo nitazama hapo ni ya Jack Chan akiwa mzee mwenye umri wa miaka 71. Umri unaenda kweli kweli wa mwamba huyu Jack Chan, mmoja mwigizaji ambaye alifanya vizuri kweli kweli miaka ya nyuma katika taifa la China, ambapo filamu zake zilitazamwa katika sehemu mbali duniani kote. Kwa wale wapenzi wa filamu kutoka China katika nchi za Afrika Mashariki, watakuwa wanapenda filamu za mwamba huyu Jack Chan. Lakini pia mtazamaji wa Bongo Super Media, tunakwenda kumuangaza Sammo Hung. Huyu ni moja ya mwigizaji ambaye alifanya vizuri miaka ya nyuma na ni mzaliwa wa Januari 7 mwaka 1952. Hivi sasa na umri wa miaka 73. Ukimtazama huyu Sammo Hung wa miaka ya nyuma, kibonge kabisa, bado kijana,
Na hii picha nyingine ndio Samwong wa mwaka wa 2025. Samwong wa mwaka wa mbele kabisa. Amezeeka mtazamaji wa Bongo Super Media. Huyu sio yule kibongo mepesi. Sasa hivi unaweza kusema kwamba ni kibonge mzito. Huyu ni mzaliwa wa Hong Kong mwenye umri wa miaka 73. Kwa hivyo mtazamaji wa Bongo Super Media, Samwong anamzidi Jack Chen miaka 2. Kwa hivyo Yuan Biao katika kundi lao la watu watatu, Yuan Biao, Jack Chen pamoja na Samwong. Samwong ni mkubwa, anamzidi Jack Chen miaka 2, lakini pia Jack Chen anamzidi kijana Yuan Biao miaka 2. Hivyo Samwong ndio alikuwa mkubwa katika kundi lao. Lakini pia mtazamaji wa Bongo Super Media, mwigizaji wa 5 huyu anafahamika kwa jina la Donnie Yen. Ni mzaliwa wa Julai 27 ya mwaka wa 1963. Hivi sasa ana umri wa miaka 62. Alizaliwa pale Guangzhou nchini China. Kwa hivyo huyu ni mzaliwa wa nchini China, lakini amekulia sana nchini Marekani na kusoma huko nchini Marekani. Huyu bwana Donnie Yen miaka ya nyuma alikuwa hivi, bado barobaro kabisa. Lakini hivi sasa katika mwaka wa 2025 anaonekana hivi. Umri wake umeenda kweli kweli bwana Donnie Yen, mmoja ya mwigizaji bora sana, mzaliwa wa Julai 27. Hivi sasa na miaka 62. Jet Li, mmoja ya mwigizaji bora, mwana martial artist, tai chi, wushu na mapigo mbalimbali ama michezo mbalimbali kutoka pale nchini China. Huyu ni mzaliwa wa Aprili 26 ya mwaka 1963. Hivi sasa na umri wa miaka 62. Analingana na bwana Donnie Yen, lakini Donnie Yen ni mdogo kwa umri kwa upande wa Jet Li. Jet Li ni mkubwa, anamzidi miezi kadhaa. Mtazamaji wa Bongo Super Media, Jet Li ni moja ya mwigizaji bora sana kuwahi kutokea pale nchini China. Jina lake halisi anaitwa Li Lianji. Hilo ndilo jina lake. Jet Li hivi sasa unaweza ukamwonea huruma kweli kweli kutokana na mabadiliko makubwa ya mwili wake. Jet Li wakati yupo kijana bado yuko barobaro kabisa. Hivi ndivyo ambavyo alikuwa akionekana, bado kijana kabisa. Lakini hivi sasa Jet Li ukimtazama picha yake ya mwaka 2025 ndio hii. Jet Li ameisha kweli kweli. Na taarifa na tafiti mbalimbali ambazo tumezifanya hapa Bongo Super Media, tumeweza kugundua kwamba Jet Li anaumwa tatizo moja kubwa sana la moyo. Moyo wake unadunda kuliko kawaida. Unadunda kuzidi mapigo ya moyo ya mwanadamu mwingine. Na tafiti zinaeleza kwamba moyo wa Jet Li unaweza kadunda mpaka kwa mapigo ya 100, ambapo kimsingi sio mapigo sawa ya binadamu wa kawaida ambaye hana matatizo. Hivyo huyu bwana Jet Li hata kuweza kupambana sasa hivi ni ngumu sana kutokana na tatizo hilo kubwa la moyo. Bwana Jet Li amekosekana katika Expendables namba 4 kutokana na matatizo haya ya moyo. Hawezi tena mikiki, lakini angekuwa hana matatizo pengine watu wangemuona katika Expendables namba 4. Mtazamaji wa Bongo Super Media, hawa ndio waigizaji wa China ambao walifanya vizuri miaka nyuma, na picha zao za mwaka huu wa 2025 jinsi walivyo. Mtazamaji, katika orodha hii ya waigizaji 6 ambao nimekutajia hapo, wewe ulikuwa ukikubali filamu za mwigizaji gani? Na unaona nani mkali sana katika upande wa martial artist? Kwa maana yake nani mkali sana katika upande wa mapigano? Niandikie maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Lakini binafsi yangu mimi kama msimuliaji na mtangazaji wa Bongo Super Media, moja ya mwigizaji ambaye namkubali zaidi katika orodha hii, mimi namkubali mwamba Jet Li, bingwa wa wushu kutoka pale nchini China. Mimi namkubali. Je, wewe unamkubali yupi? Maoni yako ni muhimu sana, andika hapo katika sehemu ya comments. Lakini pia kama bado haujawahi kusubscribe, subscribe ili unapata taarifa na content mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Super Media. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.